Yes, ni siku ya kwanza ya mwezi wa tano mwaka ni 2025. Ni Mei Mosi, siku kubwa kabisa ya wafanyakazi, siku ya mapumziko. Nikukaribisha katika kipindi cha Mlimani Leo asubuhi, kipengele cha yasemavyo magazeti. Karibu tuziangazie kurasa za mbele na nyuma za magazeti ambayo yametufikia hapa studio. Jina langu ni Andrea Masawe. Ungana nami toka mwanzo wa kipindi hiki mpaka mwisho wa kipindi hiki. Tukianza na gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Kwa taarifa kubwa inasema TUCTA yasifu madai yao kutimizwa. Yataja mambo ya kufanyiwa kazi. Rau CWT roho kwatu. Macho masikio kwa Rais Samia leo Mei Mosi Singida. Taarifa hii ipo katika ukurasa wa 20 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Kuna taarifa nyingine inasema serikali yaja na sera ya taifa ya haki jinai. Wakili mkuu aomba bilioni 17. Migogoro sugu 24691 yapokelewa kampeni ya Samia. Taarifa hii ipo katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Taarifa nyingine inasema adai kuua mpenzi wake akimdai shilingi 100,000. Taarifa hii ipo katika ukurasa wa 20 wa gazeti hili la Habari Leo. JWTZ yatangaza nafasi kuandikishwa jeshini. Taarifa hii ipo katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Habari Leo. Tukigeukia taarifa za habari za michezo ambazo zipo katika kurasa za nyuma za gazeti hili, kwa taarifa inasema Yanga JKU vita ya muungano. Taarifa nyingine inasema Simba yasema ratiba iko sawa tutaitumikia. Taarifa za michezo za kimataifa, kwa taarifa inasema Djokovic nje Italian Open. Taarifa ipo katika ukurasa wa 22 wa gazeti hili la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tukiama katika gazeti hili tunaenda katika gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Kuna taarifa kubwa kabisa inasema Chadema kukimbilia mahakama ya kimataifa, madai ya wanachama wake kuzuiwa kwenda kufuatilia mwenendo wa kesi ya mwenyekiti Tundu Lissu. Taarifa ipo katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini kuna taarifa nyingine inasema Ridhiwani aipongeza NSSF kuwafikia wanachama. Taarifa ipo katika ukurasa wa 18 wa gazeti hili la Nipashe. JWTZ yatangaza fursa ya ajira kwa vijana, kipaumbele sekta ya afya. Taarifa hii pia ipo katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Katika taarifa nyingine za michezo na burudani ambazo zipo katika kurasa za nyuma kabisa, kuna taarifa inasema Yanga yapania kuweka kabatini taji la pili leo. Taarifa hii ipo katika ukurasa wa mwisho gazeti hili. Lakini Azam kumaliza msimu 2024-2025 bila taji lolote. Taarifa hii pia ipo katika ukurasa wa mwisho kabisa wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii. Tukiama katika gazeti la Nipashe, tunaenda katika gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Kuna taarifa kubwa kabisa inasema Mrema asema hakuna kikao kilichoamua kuzuia uchaguzi, ataka wenye ushahidi wa vikao hivyo auweke hadharani, asisitiza wanike dunia ijue. Taarifa hii ipo katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku. Lakini kuna taarifa inasema mtifuano kusaka ajira za JWTZ kuanza leo. Taarifa ipo katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira. Lakini maelfu ya wananchi wanufaika na kampeni ya Samia Lego Aid. Dr. Biteko aitaka TPDC kuongeza kasi uendeshaji vitalu vya mafuta gesi asilia. Taarifa ipo katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku. Tukienda katika habari za michezo na burudani katika gazeti hili la Majira, kuna taarifa kubwa kabisa inasema Yanga JKU finali ya kibabe leo Muungano Cup. Taarifa ipo katika ukurasa wa mwisho gazeti hili. Lakini kuna maneno ya Ahmed Ally hapa akisema ndoto ya Mohamed Dewji bioni kutimia. Taarifa ipo katika ukurasa wa mwisho wa gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku. Kuna taarifa ya mwisho hapa inasema rais wa TFF aishukuru FIFA. Hizo ni taarifa ambazo zipo katika kurasa za mwisho kabisa za gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku. Tunaama katika gazeti la Majira, tunaenda katika gazeti la Mwananchi Tanzania. Kuna taarifa kubwa kabisa inasema Chadema yakomaa na Muliro mageuzi, yamtaka kuwajibika madai ya makada wake kupigwa na kujeruhiwa. Yamgusa IGP Wambura ikimtaka achie ngazi. Muliro ajibu mapigo, awataka kutopiga kelele pembeni. No reform yapiga hodi kanda ya Victoria Serengeti. Taarifa hii ipo katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mwananchi. Kuna taarifa nyingine inasema kiini wasomi kujiweka kando mijadala ya kitaifa. Taarifa hii ipo katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Lakini
talaka, shisha na kubeti bado janga kibano chaja. Taarifa hii ipo katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Una sifa hizi? Changamkia ajira za JWTZ. Taarifa hizi zipo katika taarifa hii pia ipo katika gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Matarajio ya wafanyakazi kwa Samia leo ni Mei Mosi. Taarifa hii ipo katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Mwananchi Tanzania. Tukiama katika gazeti hili, tunaenda katika gazeti ambalo ni maalum kabisa kwa habari za michezo na burudani. Gazeti la Mwanaspoti, kata kiu ya michezo na burudani. Kuna taarifa inasema siri ya jeraha linalowatesa mastaa. Taarifa hii ipo katika gazeti hili la Mwanaspoti. Lakini ahadi ya Kamara Simba CAF rasmi, sakata la kubeti serikali yaingilia kati. Taarifa hii ipo katika kurasa hizi za gazeti la Mwanaspoti, kata kiu ya michezo na burudani. Kwenye habari za michezo kimataifa, kuna ratiba za UEFA Europa League ambayo iko hapa, Tottenham Club na Manchester United. Nadhani ukifungua ndani utakutana na ratiba nzima ya michezo ya leo ya Europa League ambayo inachezwa Alhamisi ya leo ya Mei Mosi. Na natamatisha hivyo kwenye yasemavyo ya magazeti. Kabla sijakuaga huku studio, naomba kumbushe yale magazeti ambayo tulikuwa nayo siku ya leo. Tulikuwa na gazeti la Mwanaspoti, kata kiu ya michezo na burudani. Lakini tulikuwa na gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini tulikuwa na gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku. Tulikuwa na gazeti la Nipashe, mwanga wa jamii. Tulikuwa na gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Natamatisha hivyo katika yasemavyo magazeti. Nikutakie mapumziko mema ya Mei Mosi. Uwe na siku njema. Jina langu ni Andrea Masawe.